Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndugu zangu, vijana wenzangu, kwa majina naitwa Dennis Lekela Nyamlekela Kankono, katibu wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Songwe. Mimi kwanza nikupongeze sana mkuu wetu wa wilaya ya Momba. Naomba mpigeni makofi mengi sana. Sisi kwa sisi tuliosomea sosiolojia, nimefurahi watumishi wengi hapa waliokuwa wanatoa mada, wengi wamepita kwenye theology na theolojia, wengine wamepita kwa vitendo tu. Ukisoma kitabu cha Misali 8:10 kinasema mwenye akili hutunza akiba ya maarifa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, jambo hili unalolifanya kupitia wasaidizi wako wakuu wa wilaya ni jambo kubwa sana, ni jambo la kiroho, kwa sababu maarifa ni kila kitu. Maarifa ni kila kitu. Kwa mimi niwaombe sana tuyatumie maarifa haya vizuri, kwa sababu maarifa ndio yanayohifadhi mitaji, maarifa ndio yanayohifadhi afya zetu. Yaani kila kitu kimezungukwa na maarifa. Mwisho, ndugu mgeni rasmi, mimi niombe, tumewasikia viongozi mbalimbali hapa kwenye maeneo tofauti tofauti ambao wanatoa elimu hii. Sasa kumbe kuna baraza la uwezeshaji, watu vijana waelewe, lakini kuna mtu wa mada aliyetoka hapa wa wilaya anafika kwenye kata zetu, kule kuna afisa maendeleo. Mimi ni shauri na niombe, kama itawapendeza, tuwe tuna fursa kama hii ya fursa za vijana, wanawake na wakina mama kwenye kata. Inawezekana sababu kuna afisa maendeleo, kuna mtendaji wa kata, na watu wote hawa, mheshimiwa mgeni rasmi, wanatoka kwenye kata zetu. Kwa hiyo tuombe, wewe umetuonyesha mwanga kupitia wakuu wako wa wilaya, basi hii ngoma iende chini kwenye kata ambako wako vijana, wako wakina mama, wako vijana huko, wako wanawake. Na ndugu mgeni rasmi, la mwisho, hata hii kutorudisha fedha hii inachangiwa kutopata elimu, kutopata maarifa. Nimefuatilia takwimu pale kwenye benki yetu ya NMB, CRDB na NMB pote, vijana wengi sana ambao mimi ni katibu wao wanadaiwa wajarudisha mikopo, na ukiangalia ni kukosa maarifa. Sasa wakipata maarifa kama haya, kuna mwezeshaji wa kwanza akasema vitu viwili vya kutunza. Kwa hiyo kijana akivikumbuka vile, kulinda mtaji wako, kuheshimu biashara yako, atajua akichukua ule mkopo sio wa kwenda kustarehe, sio wa kwenda kununua gari, wala sio wa kwenda kufanya anasa. Anatakiwa apate elimu kama ambayo imetoka hapa. Kwa hiyo mimi niombe sana, ikikupendeza, najua mkuu wa wilaya, ili uweze kushindwa, tunakuamini unafanya kazi nzuri sana katika wakuu wa wilaya bora kabisa, ukiongoza mkuu wetu wa mkoa, naye ni mkuu wa mkoa bora kabisa kuwahi kutokea, ambao nimefanya nao kazi. Hili jambo linawezekana, tushuke kwenye kata, kwa sababu hao waliotoka kuzungumza hapa ngazi ya wilaya na kwenye kata wana wasaidizi wao. Kwa hiyo wasaidizi wao, kwa nini wasifanye kazi kama hii ambao wanafanya hapa watu wa ngazi ya wilaya? Baada ya kusema hayo, nashukuru sana, asanteni sana, mbarikiwe sana.